Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV, na tupo hapa kwa ajili ya kusogezea update zaidi nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa muda huu ninayo taarifa kutoka kule Uganda, ambapo tunajua kule walikuwa katika mfululizo wa kipindi cha kampeni, lakini pia kumekuwa kuna matamko mengi ikiwemo ya Rais Kaguta Museveni, ambaye yeye anazungumza zaidi na kujipanga zaidi kuendelea na utawala wa taifa hilo la Uganda, ambalo moja kati ya mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, yeye amelishutumu jeshi la polisi na vyombo vya usalama kwa kuwashikilia raia kinyume cha sheria kufuatia kauli zinazokinzana kuhusu mahali alipo Padri Deusdedit Sekabira. Katika taarifa aliyotoa kupitia mitandao ya kijamii, Bobi Wine alisema kuwa awali polisi walikana kujua aliko Padri Sekabira, lakini baadaye jeshi la wananchi la Uganda UPDF likathibitisha kuwa padri huyo alikuwa chini ya ulinzi wao. Bobi Wine alisema tukio hilo linaonyesha kuendelea kwa matumizi ya jeshi katika masuala ya kiraia chini ya utawala wa Rais Yoweri Museveni. Alisisitiza kuwa jeshi halina mamlaka ya kuwazuia raia, akisema hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Aidha, alikosoa kauli ya awali ya jeshi iliyodai kuwa watu wote wanaokamatwa hukabidhiwa kwa polisi, akieleza kuwa madai hayo si ya kweli. Bobi Wine pia alirejelea taarifa za hivi karibuni kuhusu raia wa Kenya waliodaiwa kushikiliwa bila kuwasiliana na ndugu zao katika kambi ya kijeshi ya Kasenyi. Kwa mujibu wake, wafuasi wengi wa chama chake cha National Unity Platform ya NUP wanaotekwa nyara hupelekwa katika kambi za kijeshi za Mbuya na Kasenyi, pamoja na vituo vingine vya siri vinavyodaiwa kuendeshwa na jeshi. Alisema matukio hayo si ya mtu mmoja mmoja, bali yanaashiria kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo. Serikali na vyombo vya usalama vimekuwa vikikanusha tuhuma za kuendesha vituo haramu vya kizuizini na kusisitiza kuwa ukamataji wote hufanywa kwa kufuata sheria. Hadi wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii, hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa polisi au UPDF kuhusu madai mapya ya Bobi Wine. Bobi Wine alihitimisha kwa kusema kuwa matukio hayo yanafanya mapambano ya uhuru wa kisiasa na heshima ya haki za binadamu nchini Uganda kuwa ya dharura zaidi. Hiyo ni taarifa kutoka huko Uganda, ambapo Bobi Wine amekuwa ni sehemu ya upinzani mkali wa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa taifa hilo la Uganda, ambaye amehudumu kwa zaidi ya miaka 30 na bado anaendelea kushikilia hapo. Je, mafanikio ya siasa zake na kampeni zake kama kiongozi wa upinzani itafika hatua kutakuwa kuna ushindi ndani ya taifa hilo? Hebu shiriki nasi kwenye maoni hapo. Asante.